بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. حلقة ya leo tutazungumzia shirki iliyomo katika dua ya nisfu Shaaban. Na nikisema shirki namaanisha shirki bima lam yunzilu Allahu biha min sultan, kwa sababu ndani ya Qur'an shirki ni sampuli mbili: shirku billah wa shirku bima lam yunzilu Allahu biha min sultan. Nini shirku billah na shirku bima lam yunzilu Allahu biha min sultan? Shirku billah ni an tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, yani ni kumuomba asokuwa Mwenyezi Mungu, hiyo ndio shirku billah. Amma shirku bima lam yunzilu Allahu biha min sultan ni wewe kufuata aloyasema shekhe ama daia, iwe ni fatwa, iwe ni hukmu, iwe ni kiswa, iwe ni jambo lolote katika dini, na jambo kama lile unalolifuata na kuliswadiki halimo ndani ya Qur'an. Hiyo ndio maana an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha ndani ya Qur'an na kutuambia kwamba hilo ni haram. Utakapolifanya jambo kama hilo, wewe unapata madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wama batana wal ithma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Katika mambo matano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloyaharamisha katika aya moja, mojawapo ni wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, ni wewe kuswadiki jambo na jambo kama lile ambapo ni jambo la dini na jambo kama lile halimo ndani ya Qur'an. Hiyo ni shirki na ni haram, na utakapofuata jambo kama hilo wewe uko na madhambi. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na la tano ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu amesema, Mwenyezi Mungu amesema, na huna uthibitisho wowote kutoka ndani ya Qur'an, siyo hadithi ndani ya Qur'an. Kwa hivyo vitu viwili kama hivi ni shirki na ni haram, na utakapovifanya ujue kwamba unapata madhambi. Na vitu viwili kama hivi mashekhe wengi na madaia wengi wanaogelea katika haramu kama hini, wengine bila kujua, wengine wanajua lakini wanadhani kwamba wao yuhsinuna sun'a, yani wanadhani kwamba wanalolifanya wajua kwamba halitoki kwa Mwenyezi Mungu, lakini wao wanadhani sisi twafanya jambo zuri. Ni kama wasikie wakwambia kwamba tariku swalati akifa Mwenyezi Mungu atampiga nyundo kaburini mpaka ardhi ya saba, mzinifu Mwenyezi Mungu atamchoma tupu yake akiwa ndani ya kaburi. Na ukiangalia maneno yote kama haya huyapati ndani ya Qur'an. Wao wanadhani wanafanya lile ili kuogopesha watu wasizini, ili kuogopesha watu warudi na kuswali, lakini wamesahau kwamba wanamzulia Mwenyezi Mungu urongo. Waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma jaahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Nani yule ambaye kwamba ni dhalimu zaidi kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo? Huyo ndiye dhalimu zaidi kushinda tariku salat, kushinda yule asofunga, kushinda mzinifu. Huyo Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ndiye dhalimu zaidi. Kwa hivyo shirki iliyomo, tunaeleza shirki iliyomo ndani ya dua ya nisfu Shaaban. Dua kama hii ni ambao wiki iliyopita watu walikuwa wenye kuyania na kuisoma dua kama hii, lakini wengi wao hawajui kwamba muna shirki ndani yake, na inakufanya wewe Mwenyezi Mungu asiitakabali ile dua yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu
obvious Mwenyezi Mungu hawezi kutakabali. Ikiwa wewe msingizia kwenye dua, msingizia mambo ambayo hakuyafanya, vipi Mwenyezi Mungu aitakabali dua yako? Kwa hivyo leo tunataka kuzungumzia hiyo shirki iliyomo ndani bidalail min alquran, na dalili zetu daiman tutatoa ndani ya Qur'ani na nyingine zitakuwa ni mantiki, lakini umuhimu wetu ni kwamba tunatoa dalili ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuthibitisha kwamba maneno yaliyoko katika dua, baadhi ya maneno yaliyoko katika dua kama hiyo ya nisfu Shaaban ni shirku billahi ma lam yunazil bihi sultan. Dua yenyewe ambayo kwamba ni dua maarufu kila nisfu Shaabani, watu ni wenye kuisoma na kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini maal asafu shadid ni kwamba unaomba kitu ambacho kwamba ndani ya hiyo dua unayoomba kumtusi Mwenyezi Mungu. Yani unapokuwa unamsingizia Mwenyezi Mungu urongo, huwa unamtusi kwamba Mwenyezi Mungu anasema maneno ambayo kwamba hayako. Kwa hivyo yani kama ambayo kwamba unamtusi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe unaomba dua, lakini ndani ya dua kama ile unamsingizia Mwenyezi Mungu mambo ambayo kwamba hakuyasema na wala hawezi kuyafanya. Tusikize hichi kipande cha dua ambacho kwamba kiko na shirki, ambayo kwamba billahi ma lam yunazil bihi sultan. Inasema kwamba Allahumma, ewe Mola, in kunta katabtani indaka fi ummil kitab, ikiwa umeniandikia mimi katika ummil kitab, shaqiyan, muovu, au mahruman, au mwenye kukoseshwa rehma za Mwenyezi Mungu, au matrudan, au mwenye kufukuzwa, au muqattaran alayya fi rizqi, ama kupunguziwa kwangu mimi katika riziki, yani riziki ya tabu, famhu Allahumma bifadlika, nifutie ewe Mola kwa fadhila zako. Dua kama hini, maneno kama haya yametoka kwenye riwayat. Dua inasema ewe Mola, kama umeniandikia mimi ni muovu, yani amaanisha kwamba huyu bwana wewe wamwomba Mwenyezi Mungu ukidai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia kutoka na kale kwamba wewe ni muovu. Kwa hivyo unamwomba Mwenyezi Mungu, ikiwa amekuandikia ni muovu, basi akufutia kuandikie mwema. Na ikiwa mahruman, mwenye kuzuiliwa riziki, rehma, basi Mwenyezi Mungu akujalie ni mwenye kupata rehma kama zile, sio mwenye kukoseshwa. Au muqattaran au matrudan, au mwenye kufukuzwa, usiwe ni mwenye kufukuzwa. Au muqattaran alayya fi riziki, au ikawa riziki ina upungufu na ya shida, basi akujalie riziki yako wasi'a. Maneno kama haya yamekuja kulingana na hadithi, yani yametoka kwenye hadithi ndio yakaingia kwenye hii dua ambao kwamba wameweka maneno kama haya. Tuangalie hizi hadithi mbili ambazo kwamba nimezichagua hapa kuthibitisha kwamba haya maneno katika hii dua yametoka kwenye riwaya kama hizi, na riwaya kama hizi Allahu wa rasuluhu bari'un min dhalik. Hadithi kama hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wako mbali. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu. Mwenyezi Mungu yuko mbali na mtume wake na wale mushrikini. Mushrikina ni kina nani wanaokusudiwa hapa? Ni wale ambao kwamba wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Hao ndo walokusudiwa hapa, uambiwe jambo na ukaswadiki jambo kama lile, na jambo kama lile halimo ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuepuka watu kama hao, na Mtume Muhammad naye atawaepuka watu kama hao. Kwa hivyo tuangalie hizi hadithi mbili. Hadithi ya kwanza inasema, hadithi maarufu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, aka mmoja wenu linakusanywa umbo lake katika tumbo la mamake, fi 40 yawman, siku 40, thumma yakunu alaqatan, kisha huwa pande la damu, mithlu dhalika, mfano huo, thumma yakunu mudghatan, mithlu dhalika, kisha huwa pande la nyama, mfano huo, thumma yursilu Allahu ilayhi almalak, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani maneno kama haya ni Mtume Muhammad anayasema,
thumma yursilu Allahu ilayhi almalak, kisha Mwenyezi Mungu humtumiliza malaika. Yani baada ya kuwa lishakuwa pande la damu la nyama, Mwenyezi Mungu humtuma malaika. Amtuma kwa sababu gani? Fayanfukhu fihi ruhu, akampuliza roho, yani akamtia roho. Wa yu'maru bi arba, kisha huamrishwa yule malaika na Mwenyezi Mungu, astaghfirullah, yani Mwenyezi Mungu anamwamrisha malaika aandike mambo manne. Mambo gani kama hayo? Sikia hayo mambo. Yuktabu rizquhu, anaandikiwa riziki yake, yani riziki ya mpaka kufa kwake, kwamba siku fulani riziki yake ni kitu fulani, riziki yake mwezi huu, riziki yake atapata fulani, mpaka siku ya kufa kwake. Wa ajaluhu, na muda wake, huandikiwa muda wake, yani utaishi miaka mingapi? 10, 100, 50. Wa amaluhu, na amali zake huandikiwa mpaka amali, yani bado yuko tumboni, yeye ameandikiwa mpaka amali zake, yani yale atakayoyafanya katika hii dunia. Wa shaqiyun au sa'idun, na muovu ama mwema, yani huwa ameandikiwa kabla hajaja duniani kwamba yeye atakuwa ni mwema ama ni muovu. Huko mwisho ni mada, ni khalqa nyingine tutakayozungumzia, lakini tutataka kipande kama hichi kuonesha kwamba haya maneno yametolewa katika hadithi kama hii. Tuangalie hadithi nyingine ambayo kwamba iliyoko kwenye Sahihi al-Bukhari, yasema an Anas bin Malik, yasema wakala Allahu birrahimi malakan, yani Mwenyezi Mungu amewakilisha malaika. Amewakilisha malaika wapi? Firrahimi, katika uzao. Fayaqulu, husema yule malaika, ay rabbi nutfa, ewe Mola nutfa, tone la mani. Ay rabbi alaqa, yani pande la damu. Ay rabbi mudghatan, pande la nyama. Fa idha arada Allahu an yuqdiya khalqahu, anapotaka Mwenyezi Mungu kumaliza lile umbo lake, qala, husema ay rabbi adhakaru am untha, mume ama mke, ashaqiyun am sa'idun, ni mwema ama muovu, yani andikiwe kabisa. Fama rizqu fama alajalu, riziki yake ni ipi? Ajali yake ni muda atakaoishi. Fayaktubu kadhalika fi batni ummihi, huandikiwa hayo yote katika tumbo la mamake. Wallahi billahi tallahi, maneno kama haya Allahu wa rasulu bariun, Mwenyezi Mungu yuko mbali na maneno haya yote uloyasikia, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko mbali na maneno kama haya unayasikia. Mtume Muhammad hawezi kusema maneno ambayo kwamba yanakhalifiana na Qur'ani. Mtume Muhammad hawezi kuwa ni mpinzani wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad alikuwa anaifahamu, kana dhakiyu, alikuwa ni mwerevu na alikuwa anaifahamu Qur'ani vizuri, ndugu Waislamu. Na kila siku na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kuhusu Mtume Muhammad alipomwambia wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Mtume Muhammad alikuwa kitadabbar Qur'ani wakati wa alfajiri, alikuwa anaifahamu vizuri. Hawezi Mtume Muhammad kusema maneno kama hayo, hawezi kusema maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hajayasema. Atuallimuna Allaha bidinikum, Mwenyezi Mungu atuambia mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini, na yeye ndo anaijua kila kitu. Yani Mwenyezi Mungu hakuyataja, nyinyi mmeyatoa wapi maneno kama hayo? Tuangalie kwenye hadithi. Hadithi inatuambia wakala Allahu birrahimi malakan, kwamba Mwenyezi Mungu amewakilisha. Angalia tunavyomsingizia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawakilisha malaika yoyote katika uzao. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anatuambia nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an katika suratu Sajda aya ya 11. Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Hivyo ndivyo anavyotuambia Mwenyezi Mungu. Sema ewe Mtume Muhammad, yatawaffakum, watawafisha, malakul mauti, malaika wa kufisha, yani wa kuua, alladhi ukila bikum, yule ambaye kwamba mmewakilishwa nyinyi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba amewakilisha malaika wa kutufisha, lakini hakuna mahali hata pamoja
utasikia kwamba Mwenyezi Mungu amewakilisha malaika fi rahimi, la abadan. Kwa hivyo tumemtoa wapi huyu malaku alowakilishwa katika rahimi? Wapi Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake amesema kwamba amewakilisha malaika katika rahimi na kuandika mambo kama hayo? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bari'un min dhalik. Tuangalie maneno yaliyoko kwenye hadithi kama hiyo, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuzaliwa anamwandika Zaid kwamba ni shaqiyu na Amru ni Said. Yani kabla hujazaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Zaidi ashamwandika kwamba atakuwa ni shaqiyu, ni muovu. Ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu amekupa akili na akakwambia ndani ya kitabu chake, afala tatafakkarun afala taqilun la'allahum yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia maneno kama hayo yote ili tuwe ni wenye kutumia akili. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Mwenyezi Mungu anatuambia lao tungekuwa ni wenye kusikia kwa kutumia akili, hatungekuwa katika watu wa motoni. Yani Mwenyezi Mungu anamaanisha usipotumia akili yako katika dini, huenda ukawa wewe ni mtu wa motoni. Sasa ndugu Muislamu, sikiza vizuri hadithi kama hini, na wengi wetu wanaiswadiki hadithi kama hini. Wallahi, mwenye kuisadiki hadithi kama hini hana tofauti na akili ya kuku. Wallahi, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alona sifa ya Rahman amwandikie mtoto ambaye kwamba hajazaliwa, amwandikie kwamba fulani ni mwovu na fulani ni mwema? Hii ni picha ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu ni dhalim. Vipi kabla sijazaliwa mimi niandikiwe muovu? Kwa jambo gani niandikiwe mimi ni muovu? Na lolote na nikija duniani, lolote nitakalolifanya, hata nifanye zuri gani, maadamu nimeandikwa muovu, mimi ni muovu. Na huyu aloandikwa mwema, yeye afanye ovu lolote atakalolifanya, lakini maadamu ni mwema, ataishia mwisho wake atakwenda kufanya mambo ambayo kwamba ni mazuri na aingizwe peponi. Je, hii si dhulma? Mwenyezi Mungu sio dhalim. Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu yoyote, lakini mwanadamu ndio mwenye kuidhulumu nafsi yake. Lakini Mwenyezi Mungu hadhulumu mtu yoyote. Vipi mwanadamu aandikiwe kwamba ni muovu na huyu aandikiwe kwamba ni mwema? Vipi hilo? Vipi mwanadamu awe mwenye kuandikiwa kwamba huyu riziki yake ni ndogo na huyu riziki yake ni nyingi? Vipi mwanadamu awe ni mwenye kuandikiwa amali na yeye bado hajafanya amali kama zile? Yani tunaifanya hini, haya maneno tunaifanya ni kama ambao kwamba ni movie. Movie huwa kunatengezwa script zile na kila kitu, kisha ikatengenezwa ikawa ni wenye kuaktiwa movie. Kwa hivyo yule director anajua katika hii movie huyo atakufa katikati. Yani kila kitu kimepangwa. Sasa na hawa wenye kuamini hadithi kama hii ni wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu yani kishapangwa. Ikiwa kila kitu kishapangwa, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwekee hesabu yaum al-qiyama? Kwa nini kuwe na hesabu kesho yaum al-qiyama? Na ashajulikana huyo ni mwema na huyu ni muovu. Ina haja gani ya kuwa na hesabu? Lakini haya yote ndugu Muislamu, lau utakuwa ni mwenye kurudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuta kwamba yalosemwa katika hadithi kama hizi ni hadithi ambazo kwamba amesingiziwa mtume wetu Muhammad
na mtume hawezi kusema maneno kama haya, kwa sababu maneno kama haya yanamkashifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni dhalim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laisa bidhalim. Mwenyezi Mungu sio dhalim kabisa. Angalia maneno yaliyoko katika hadithi kama hii. Yatuambia kwamba baada ya yule mwanadamu baada ya 40 siku 40, thumma yakunu alaqatan, kisha huwa pande la damu, mithlu dhalika, mfano huo, thumma yakunu mudghatan, mithlu dhalika. Hapa anatuambia thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesahau huyu mwenye hadithi kwamba Mwenyezi Mungu anasema maneno mengine. Mwenyezi Mungu hakusema thumma yakunu mudghatan, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayuha nnas in kuntum fi raybi min alba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa. Hivyo ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa. Hivyo ndivyo alivyosema, lakini hakusema mudgha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini maana mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqat? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, anatueleza namna alivyomuumba mwanadamu baada ya kuwa mudgha, yani ameshachanganyika yule mwanadamu katika rahimi, katika uzao wa mamake, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa. Yani nini mukhallaqa? Yani anakuwa anapozaliwa, baada ya kuwa yuko ndani ya tumbo la mamake, baada ya kuwa mudgha, anakuwa mukhallaqa. Mukhallaqa yani yuko salama kiafia, kiumbo, kila kitu mukhallaq. Wa ghairu mukhallaqa, na hayuko sawa, yani ana upungufu, tunasema ana kilema akizaliwa. Kwa hivyo mudghati, mukhallaqati wa ghairu mukhallaq, hizi ni sampuli mbili ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka, wala hakuna ya tatu yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mukhallaqati wa ghairi mukhallaqa. Hapa kwenye hadithi huyo hasomi, haijui Qur'ani, ndio akasema mudgha, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia mtoto anapokuwa mudgha anakuwa mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa. Yani ima atazaliwa akiwa na afya yake nzima, hana ugonjwa wote wala hana kilema chochote, au anaweza kuzaliwa akiwa ana kilema. Hiyo ndiyo mashiatullah. Lakini mwenye hadithi anatuambia mudgha basi, thumma yakunu mudgha basi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vingine. Kwa hivyo hizi ni dalili kuonesha kwamba hadithi kama hii ama maneno yaliyomo katika hadithi kama haya hayalingani kabisa na Qur'an na yakhalifiana na Qur'an, na Mtume Muhammad hawezi kusema maneno kama hayo, kwa sababu Mtume Muhammad alikuwa anaifahamu vizuri Qur'an. Sasa twende katika Qur'ani tuhakikishe kwamba maneno kama haya ama dua kama hini iko na shirki, yani iko na maneno ambayo kwamba yanakhalifiana na Qur'an. Dua inatuambia in kunta katabtani indaka fi ummil kitab, ikiwa umeniandikia, yani zamani ushaniandikia kwamba mimi ni muovu. Vipi utaandikiwa muovu na wewe hujafanya uovu ulipokuja duniani? Afala taqilun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia nini? Katika suratu Zukhruf aya 80 anasema am yahsabuna anna la nasma' sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia am yahsabuna, je, wanadhani kwamba sisi hatusikii zile siri zao na minong'ono yao? Mwenyezi Mungu anasema bala, kwani warusulana, na mitume yetu, yani na warusulana yani malaika, ladaihim yaktubun, wako mbele yao, yaktubun, wanaandika. Hadithi atuambia shaandikwa ukiwa bado hujazaliwa.
Mwenyezi Mungu atuambia unapofanya lile jambo ndio Mwenyezi Mungu anakuandikia, malaika wanakuandikia. Sio kwamba uko tumbo la mamako hujaja duniani ushaandikiwa wewe ni mwema, wewe ni mwovu. La, unapofanya, unapokuja duniani na ukafikisha ule wakati wa kuandikiwa mema na maovu, miaka umri ambao kwamba ushabalighi, ndio kitabu kinaanza kuandikwa. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sisi ndio tunahuisha mauti, wa naktubu, na tunaandika, ma qaddamu, yale wanaoyafanya. Kwa hivyo kabla hujafanya huandikiwi chochote. Kabla hujazaliwa hakuna chochote ulichoandikiwa. Ni uje duniani ndio uwe mwenye kuandikiwa, ni ufanye ndio uandikiwe. Vipi Mwenyezi Mungu akuandikie uovu na wewe hujafanya uovu kama ule? Vipi Mwenyezi Mungu akuandikie wema na wewe hujafanya wema kama ule? Je, hamuoni kwamba kuna tanaqudhat, kuna contradiction hapa? Lakini maal asafu shadid, maadamu alosema ni Bukhari, maadamu alosema ni Muslim, maadamu alosema ni Imamu Zaid, la, hatufai kumpinga huyo. Yani uko radhi wewe upinge maneno ya Mwenyezi Mungu, upinge Qur'ani, lakini usipinge maneno ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine atuambia, kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda. Sanaktubu ma yaqulu, tutaandika yale wanaoyasema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani ashaandika kisha kuandikwa tena. Yani vipi? Kushaandikwa huko kisha ati kuandike tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema hivyo, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hakimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni adil, muadilifu. Ni ufanye jambo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhisabu, lakini sio kabla hujafanya jambo wewe ushahesabiwa. La, abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujalii wewe ni mwenye kukosa riziki. La, Mwenyezi Mungu anakupendea mazuri wala sio maovu. Lakini maal asafu shadid, sisi kila ovu, kila baya, sisi tunamsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, mtu wako anapopata aksidenti akafa ama akajeruhika, utasikia tunasema Mwenyezi Mungu alikuwa shamwandikia. Mwanao anapofeli skuli ama madrasa, twasema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa shaandika. Mwanao mwaka mzima hastadi, hatwalii, kesho mtihani ndio leo ya kesho ya stadi, alafu wewe watarajia kwamba apasi, alafu kisha wasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shamwandikia. Wewe una safari, ni dereva, waenda kulewa, kisha waingia kwenye uskani wasafirisha watu. Je, watarajia ufike salama kule unakoenda? Alafu ukipata aksidenti, akifa, maabiria wakifa, Mwenyezi Mungu ashaandika. Yani kila maovu, kila mabaya, sisi twamsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya yote yameletwa kwa sababu ya hizi riwayat. Kila lililobaya twamsingizia Mwenyezi Mungu ashaandika, Mwenyezi Mungu ashaandika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya 3 nataka kuzieleza ili tupate kufahamu na ili tupate kujitenga na ili tupate kukomeka na kumsingizia Mwenyezi Mungu kila baya tunalolifanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja aya kama hizi katika Suratul Nisa aya 78. Mwenyezi Mungu asema, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wanapopatwa na mazuri na mambo ya kuwafurahisha husema haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa in tusibuhum sayiatun yaqulu hadhihi min indika.
na wanapopatwa na mabaya, shida, tabu, wanamsingizia Mtume, wasema haya, wewe ndio umesababisha hii, haya yameletwa kwa sababu yako wewe. Mwenyezi Mungu akamwambia, qul, sema ewe Mtume Muhammad, kullu min indillah, hasana sayyi'a min indillah, yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu? Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayesababisha huyu agongwe na amsababishe huyu asipate ajali? Je, ni vipi? Qul kullu min indillah hasana sayyi'a. Je, Mwenyezi Mungu ndiye anayemjalia huyu apate maradhi na huyu apate siha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine atuambia, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema ewe Mtume Muhammad, lan yusibana, hayatusibu sisi, ima kheri ama shari, ima hasana ama sayyi'a, illa ma kataba Allahu lana, ila lile ambalo kwamba kataba Allahu lana, ameliandika Mwenyezi Mungu, lana walaisa alaina, lana kwetu sisi sote viumbe vyote. Vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ma kataba Allahu lana, ama vipi utaelewa ma kataba Allahu lana? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aujaba al-ashya, amewajibisha vitu ndani ya hii dunia, akaweka kuna kheri, kuna shari, kuna sayyi'a, kuna hasana, kuna fakri, kuna ghina, ufukara, kuna utajiri, kuna maradhi, kuna shifa, pozo. Hivi ni vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviweka, aujaba Allahu, ndio kataba Allahu lana, ameviweka katika dunia. Kuna huda, kuna dhalal, Mwenyezi Mungu ameviweka katika hivi dunia, lakini hajachagua akasema hii huda nitampa Zaid na dhalala nitampa Amr. La, Mwenyezi Mungu ameviweka. Baada kuviweka katika hii dunia akatutanabahisha. Tachukua mfano wa huda na adhalal. Mwenyezi Mungu ameweka huda na adhalal, vitu viwili, kwa sababu Mwenyezi Mungu kila kitu amekiumba zaujaini katika hii dunia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametuwekea huda na adhalal. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuwekea vitu viwili kama hivi, hakutuacha bure, akatuambia kwamba lau mwataka huda, uongofu, fuateni Qur'an, na mkifuata Qur'ani mtaingia peponi. Na kisha akatutahadharisha, lau mtafuata dhalal, huyo mnamfuata shaitani, na dhalal ni kufuata yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hakuyasema, yani kufuata mwanadamu, kuabudu mwanadamu, kumtii mwanadamu katika dini, masala ya dini, utakuwa uko katika dhalal, na dhalal itakupeleka katika moto. Mwenyezi Mungu ametutahadharisha yote hayo. Hivi ni vitu ameviweka Mwenyezi Mungu. Sasa wewe mwanadamu, baada kuwa umetahadharishwa na baada kuwa umepewa naswaha kwamba kuna huda, sasa wewe ndio unachagua. Wewe ndio unachagua, sio Mwenyezi Mungu akuchagulia. La, abadan, Mwenyezi Mungu kazi yake imeisha. Ni wewe ndio unachagua. Wataka uongofu, basi unapofuata uongofu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye hutia mkono wake akakusahalishia, kwa sababu ni jambo zuri kama hili. Unapotaka upotevu, Mwenyezi Mungu anakuacha, kwa sababu ameshakutahadharisha usiende kwa shetani, usifuate maneno ya mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa wewe unafuata maneno, Mwenyezi Mungu anakuacha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hivyo hivyo, mfano al-faqri na al-ghina, utajiri na umaskini. Mwenyezi Mungu ameweka utajiri na ameuwekea utajiri sharuti zake ya kuwa tajiri, na amewekea ufukara sharuti zake ya kuwa fukara. Kwa hivyo wewe ndio unaifanya. Kwa hivyo unapoongoka ni wewe ndio umetaka kuongoka, sio kwamba Mwenyezi Mungu ndio ametaka uongoke. La, ni wewe umekuwa unautafuta ule uongofu, ndio Mwenyezi Mungu akakuongoza. Ndio Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an akatuambia famanihtada at-ta'u taf'il, yani wewe ndiye mwenye kufanya. Famanihtada, wewe ndio mwenye ulikuwa unautafuta ule uongofu, ndio Mwenyezi Mungu akakufungulia milango.
na wewe ulopotea ni wewe ambao kwamba mwenyewe ulikwenda kwenye ule upotevu, na Mwenyezi Mungu akakuacha ukawa ni mwenye kupotea. Na hiyo mfano huo utukue katika riziki. Mwenyezi Mungu ametuwekea riziki, na Mwenyezi Mungu ametuwekea ufukara na ghina hivyo, na akatuambia kwamba ghina sharuti zake, kuna sharuti zake zitakufanya wewe uwe tajiri, na kuna sharuti zake zitakufanya uwe maskini. Kwa hivyo wewe ndo unaifuata. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kataba lana, ametuwekea sote sisi binadamu kwamba kuna shaqii na said, yani ameviweka vitu hivi viwili, shaqii wa said. Kwa hivyo wewe shaqii, na akakwambia ukitaka kuwa shaqii ni ufuate hivi, na ukitaka kuwa saidi ni ufuate hivi. Kwa hivyo wewe ndiye unaifanya, wala sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sio kwamba wewe lolote litakalokupata huwa Mwenyezi Mungu ashakuandikia, la abadan. Mwenyezi Mungu ameviweka hivi vitu, lakini hajaandikia kwamba fulani atakuwa muovu, fulani atakuwa mema, abadan. Mwenyezi Mungu hajalifanya kama hilo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Suratun Nisa atuambia ma aswabaka min hasanatin famin Allah. Naam, ma aswabaka min hasanatin famin Allah. So Mwenyezi Mungu daima anakutakia mazuri. Kwa hivyo unapofuata yale mazuri, unapofuata uongofu, ukaingia peponi, hivyo ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hataki yoyote aingie motoni. Wama aswabaka min sayyi'atin famin nafsika, ni wewe mwenyewe umechagua. Vipi msingizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unapopata na msiba zuri baya, ni wewe mwenyewe. Unapokuwa mwanao anapofeli, sio mwenye, usimsingizie Mwenyezi Mungu. Famin nafsika, hakustadi, hakutwalii. Vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu msingizie Mwenyezi Mungu? Alogongwa na gari, yeye mwenyewe alikuwa ni mlevi. Famin nafsika. Mwema ama muovu, famin nafsika, ni wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu amekwambia uongofu ni kufuata Qur'an, upotevu ni kufuata vitabu vya wengine. Wewe ukafuata vitabu vya wengine, alafu useme Mwenyezi Mungu amenijalia, Mwenyezi Mungu ameshaniandikia niwe muovu. La abadan. Mwenyezi Mungu ameshakwambia ma aswabaka min hasanatin famin Allah, wa ma aswabaka min musibatin min sayiatin famin nafsika, ni wewe mwenyewe. Ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaandikia mtu yoyote ovu, wala yani kabla hajazaliwa hajamwandikia mtu yoyote awe ni mwema. Kabla hajazaliwa ni uje duniani ufikie ule umri wa ulobalighi, yani aqil, wa kufahamu hili ni la sawa, hili ni la sawa. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anakuandikia kulingana na unayoyafanya, sio jambo hujalifanya Mwenyezi Mungu ashakuandika. La abadan, huyo siye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunayemjua ndani ya Qur'ani, bali huyo ni Mwenyezi Mungu wa kwenye vitabu vya hadithi na vitabu vya mwanadamu. Lakini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anakuambia inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadhulumu mtu yoyote abadan, hana sifa kama hiyo. Kwake amejiharamishia sifa kama hiyo, kwa sababu sifa kama hiyo sio sifa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sifa yake ni Ar-Rahman, mwingi wa urehemevu. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.